Eneo ni kutoka upande wa mashariki mwa hifadhi ya Ngorongoro na ni mwendo wa takriban saa 5 na ushe hivi. Vijana wa Kitanzania, watalii wa ndani, wanafika katika kilele cha mlima Lolimalasin, zaidi ya mita 3000 kutoka usawa wa bahari. Mlima huu kwetu sisi hasa tour operators ni muhimu sana kwa nchi yetu, kwamba ni mlima namba 3 kwa urefu Tanzania, lakini pia ni mlima ambao upo kwenye eneo muhimu sana lililotambulika kidunia, lililotambulika kijamii, lakini pia ni eneo ambalo lina jiolojia ya kipekee sana na linaiunganisha Afrika kwa namna ya pekee sana. Mlima Lolimalasin ni mlima ambao sisi kama tour operators ni wakati wetu wa kuanza kuuza duniani. Lolimalasin imetajwa kuwa moja ya vivutio muhimu ndani ya hifadhi ya Ngorongoro, na Kamishna Mariam Kobero ndiye mkuu wa kitengo cha utalii mamlaka ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Tumeona tufanye product diversification ya kutangaza mlima Lolimalasin na kuhamasisha watalii wa ndani kuja kutembelea mlima huu, lakini pia kufanya matembezi ya mlimani. Hii inamaanisha kwamba unapokuwa una bidhaa zaidi ya moja katika eneo lako, basi hata ule uhifadhi endelevu na mabadiliko chanya yanaweza kutokea. Fursa hii ni adhimu sana kwetu kama mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro, na tunashukuru pia tulisema kwa muda mchache, lakini watu waliojitokeza ni wengi kama mnavyowaona, na hii imetupa nguvu zaidi ya kuhakikisha kwamba tunaenda kufanya yale mageuzi ambayo mageuzi sahihi katika swala zima la kutangaza utalii, lakini pia kutangaza bidhaa zetu zilizopo ndani ya eneo la hifadhi. Ukitoka kwenye kilele hicho cha Lolimalasin ambayo kinaonekana kwa sasa, ukifika hapo unaikuta hiyo Malasin ambayo ni vibuyu, ndio maana ya jina Lolimalasin, na ndio imetokana na yale mibuyu yako pale kwenye lilo bwawa. Sisi mwanamke hata kama hajapata mtoto anapeleka, wazee wanapeleka na wamama wengine, wakifika pale Lolimalasin, yule mwanamke asiyepata mtoto au kama mfua imekaa muda mrefu bila kunyesha, watu wanaenda wanachinja kondoo mweusi pale, wanachukua zile kuna majimaji ambayo ziko kwenye vile vibuyu, ndio wanamiminia yule mwanamke asiyepata mtoto, au wanachota wanazungusha kwenye lile bwawa, na mvua ikinanyesha, na kama mtu hajapata mtoto akirudi basi mtoto atapatikana. Hii ni Kadoshi TV, always on time.